Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti zinaeleza kwamba kuna kuelekea huenda Ukraine ikaachwa peke yake isipate msaada kutoka katika mataifa ya magharibi wala Marekani. Haya yamesababishwa na rushwa iliyokithiri katika taifa hilo, huku EU wakati huu ikijia mbio Ukraine juu ya ukashfa ya ufisadi. Umoja wa Ulaya umetoa onyo kwa Ukraine juu ya kashfa ya ufisadi ambayo imewakumba viongozi wa ngazi za juu katika taifa hilo na kulazimika kwa baadhi yao kujiuzulu. Hata hivyo, Umoja wa Ulaya umesema Ukraine lazima ifungue mashtaka na kuwahukumu watu mashuhuri waliohusishwa na miradi ya ufisadi ili kuweza kujiunga na EU. Kamishna wa haki wa umoja huo Michael McGrath alisema. McGrath alitoa onyo hilo katika mahojiano na shirika la habari la Politico iliyochapishwa siku ya Ijumaa, huku kukiwa na makabiliano ya hivi punde katika kashfa ya ufisadi ya dola milioni 100 ambayo imekuwa ikitikisa Ukraine katika wiki chache zilizopita. Mapema siku ya Ijumaa, mashirika ya Ukraine yanayoungwa mkono na nchi za magharibi, ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine NABU na ofisi ya mwendesha mashtaka maalum wa kupambana na rushwa SAP walivamia mali ya kamanda mkuu wa jeshi la Ukraine Andriy Yermak ambaye baadaye alijiuzulu nafasi yake. Hata hivyo, kinachoelekea ni kwamba Umoja wa Ulaya utalazimika kufanya uchunguzi mkubwa kwa ajili ya kuona ni jinsi gani kumekuwa na kukithiri kwa rushwa ndani ya Ukraine. Taarifa za rushwa ziliibuka kwa muda mrefu ndani ya Ukraine, lakini mataifa ya Ulaya yalichukulia jambo la kawaida na jambo la kuzushwa, lakini sasa jambo hili limekuwa la ukweli na dhihirisho kamili. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ikiwa ni pamoja na Italy yameweka wazi kusema kwamba hayawezi kuendelea na utoaji wa misaada nchini Ukraine kutokana na ufisadi unaoendelea nchini humo, jambo ambalo hata wakati huu viongozi wa Umoja wa Ulaya wamekuwa na tahadhari kubwa. Ukraine haitapokea matibabu yoyote maalum na utawala wa viwango vya sheria, na hii itakuwa ni kwa wote ambao wanahusika na mipango ya rushwa ya nchi hiyo. Lazima kuwe na mfumo thabiti wa kushughulikia madai ya kesi za ufisadi wa kiwango cha juu. Unahitaji kuwa na mfumo thabiti wa uchunguzi na hatimaye kufunguliwa mashtaka na kuhukumiwa na kuonyesha rekodi za ufanisi katika eneo hilo, McGrath alisema. Kashfa inayoendelea ya ufisadi ilizuka mapema mwezi huu wakati NABU na SAP walipotangaza uchunguzi kuhusu kundi la uhalifu linalodaiwa kuongozwa na Timur Mindich, mshirika wa zamani wa biashara wa karibu na kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Hata hivyo, hii imewafanya baadhi ya wachambuzi kusema kwamba huenda Zelensky amehusika kwa namna moja ama nyingine kutokana na kwamba wahusika wakuu ni watu wake wa karibu. Kundi hilo linaaminika kuwa lilikuwa likichota fedha kutoka kwa kampuni inayomilikiwa ya serikali ya Energoatom, kampuni inayotegemea sana misaada ya nchi za magharibi. Mindich alifanikiwa kuponea chupuchupu akakimbia nchi saa chache kabla ya mali yake kuvamiwa. Alipoulizwa kuhusu maendeleo ya Ukraine katika kupambana na ufisadi, alitoa jibu lisilo wazi akisema Brussels inadumisha uhusiano wa wazi wa uaminifu na mamlaka ya Ukraine kuhusu mahitaji ambayo nchi inapaswa kutimiza ili kujiunga na umoja huo. Nadhani wanafanya juhudi bora zaidi kufikia kiwango kinachohitajika. Ni safari na tunafuatilia maendeleo kwa ukaribu na tunasalia katika mawasiliano yanayoendelea na mamlaka ya Ukraine kuhusu masuala yanayokuja kwetu au yanayoripotiwa hadharani, kamishna huyo alisema. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.